Mimi sijafanyia fujo huyu mwanamke. Mimi sijamfanyia fujo. Nimekwambia wewe ni mkorofi. Hapana, mimi sijamfanyia. Haya, kilichokuinua hapa nyumbani ukaenda kule, ulienda kufanyaje? Ulienda kufanya nini? Ulienda kufanya nini? Umeenda umeleta fujo. Mungu alipia ile mchepuko, ile mchepuko. Unasemaje wewe? Au nikuongezee? Hivi wewe mwanamke, kilichokutoa hapa kwenda kufanya fujo kule ni nini? Sinakuuliza wewe. Ile mchepuko ananipiga, unaacha nyumba unalala nje, alafu unapiga ile mchepuko. Unakosa nini huko ndani? Kila kitu nakuwekea huko ndani. Afu bado tu nielewe. Nakwambia, yani bado. Kulia. Kulia. Mwangalie kwanza. Ujue mipaka yako. Na bado hilo hapo hilo trailer hilo. Yaani nikwambia vitu ukiuelewi, kanda tu kila siku. Na nitakupiga mikanda mpaka mimba yenyewe itoke. Kaa tu ndani nikwambia vitu uelewi. Unataka niongee Kichina? Na sasa hivi itakuwa ni mwendo wa mikanda. Baby, usiku wa jana nimeenjoy kweli mke wako. Kwani siku zote huwa uenjoy ya? Enjoy, lakini jana nimeenjoy sana. Yaani ukaenda kule nyumbani ukampigia yule mke wako, nimefurahi. Yaani ukawa na mzuka kweli na wewe kuliko siku zingine. Kwa hapo umefurahia kipigo nilichompa yule au umefurahia mapenzi yangu? Nimefurahia mapenzi yako na shughuli yako. Na shughuli kali mpaka mwenyewe nimeenjoy. Cha kuniibia mtoto wa macho tu unaniibia. Kwa umeenjoy eh? Basi sawa, haina shida. Na mimi yani napenda ufurahi. Yaani sipendi kabisa nikukwaze. Sasa mpenzi, unaona tulivyoenjoy jana usiku. Yaani leo nataka nikupe offer tena. Siende nyumbani leo. We. Kweli nakwambia. Kwa hiyo baby, utanipa show ya leo kama jana? Hadi leo naongeza. Ya jana ya kitoto, leo ndio inaongezeka zaidi. Kama tulicheza dakika 90, zinaongezeka zinakuwa 120. We, kwa intention. Ikiwezekana tunaenda hadi matuta. Yaani nataka yani mpaka akili mkae sawa. Anyoke kweli kweli aone kweli sasa hivi ameamua kuninyoosha. Basi mpenzi wangu usijali, yani nitaongeza ujuzi mpaka ule mke wako usahau kule nyumbani. Haya. Wewe ndio mido bwana. Ila baby, mimi sometimes nawaza. Unawaza nini? Kwa kitu nawaza. Hivi kwa mfano, mimi nikaja kubeba mimba yako, utakuwa unanichukia kama ule mke wako? Sasa nikuchukie kwa ajili gani? Mimi nakupenda. Hodi. La size. Wewe mwanamke. Nimewasalimia jamani, za asubuhi. Kwa hiyo wewe umeamua tena kunifuata? Wewe mwanamke. Sasa ushazoea kupigwa au? Mimi nahisi wewe ushakuwa sugu. Kwa nini kila muda ni unakupiga piga tu? Embo ondoka nenda nyumbani. Mume wangu jalala nyumbani. Nilijua kabisa upo huko. Naomba tuende nyumbani. Kwa hiyo umekuja kunifuata mimi unipeleke nyumbani? Ndio. Nimekwambia ondoka nyumbani. Siondoke, tunaondoka wote. Wewe, wa mwili wako naona ushakomaa sasa. Hebu kwanza tulia kwanza baby. Wewe mwanamke, mbona kiang'anizi sana? Yaani mwanaume kashakwambia hakutaki. Mbona mng'ang'ania? Si uondoke. Siondoki. Nataka tuondoke wote, mimi na wewe hapa. Hivyo sasa hivi ushakuwa sugu Kila mtu anataka upigwe tu yani. Shazoea. Uondoke? Siondoki. Hivyo unataka kupigwa? Nitakuwasha makofi wewe. Anza dada, koma. Tena ukome. Huna mamlaka kunifokea mimi wewe. Mwenye mamlaka ni mume wangu peke yake. Eti mimi huwezi nipiga wewe. Wa kunipiga ni mume wangu. Sio wewe.
Baby, unaona mke wako ananitia dharau mbele yako? Mimi nitamwasha makofi, nitamjazia watu, sitojali hiyo mimba yako. Yaani nakuonea huruma kwa sababu una mimba. La sivyo nikikupiga wewe. Una uwezo kunipiga, narudia tena. Wakunipiga mume wangu peke yake. Na hapa naondoka na mume wangu. Sasa nakwambia hivi, hapa mume anatoki. Yaani bwana nani anatamba naye, mimi nikuonyeshe. Unaondoka uondoke. Hivi dada, unaweza kunipiga mimi? Unaondoka uondoke. Siondoki. Utanifanya nini? Naona? Mwambie mke wako aondoke. La sivyo nitamfumua hapa, nitamjezea watu. Atajua jina langu la utoto naitwa nani. Nimesema hivi, siondoki. Hapa naondoka na mume wangu leo. Eti unataka kuniletea kesi, si ndio? Kesi? Yaani nitakubutua na hiyo mimba yako, sitojali. Hapa utanibutua, tunabutuana. Umenielewa vizuri? Wewe? Ndio mimi hapa. Wewe? Mimi hapa. Embo acheni kwanza. Acha. Hivi wewe mwanamke, nikwambie lugha gani mpaka unielewe? Usinikwambia wewe nyumbani wewe. Nitakutia mikofi wewe. Si unanielewa? Aongoza nyumbani. Hivi mume wangu, unaniachaje na hii hali nyumbani? Unajua kabisa mimi ni mjamzito. Hivi tatizo lolote likitokea usiku, nipo mwenyewe. Ubinadamu gani huu? Upendo wako ule wote uliokuwepo zamani sasa hivi uko wapi? Yaani unadirika kabisa kulala nje. Unaenda kulala kwa mchepuko. Unaniacha mimi mjamzito ndani. Mume wangu ule upendo uko wapi uliokuwa unanionyesha zamani? Umesemaje? Uwezi kulala bila mmeo. Wewe mmeo anakusaidia nini? Sikiliza nakwambia, bwana ni naye ninatamba naye na simuachi. Kwa hiyo muda huu uko kwangu. Subiri muda wako ukifika ndio aje huko kwako. Kwa hiyo sitaki unisumbue kabisa. Sikiliza nikwambie, utabaki kuwa mchepuko tu. Umenielewa vizuri eh? Huyu mimi nimefunga naye ndoa, ni wa kwangu. Utakula naye tu starehe kwa muda. Umenielewa vizuri? Yaani kumbe wewe yaani ubishi ndo asili yako. Ndio maana kila siku nakutia mishuti. Na siku nakwambia wewe nitakuja ni hiyo mimba yenyewe itoke. Hivyo hivyo ilivyokuwa utakuja ujifungue. Sasa sikiliza wewe. Wewe sikiliza wewe, tulia hapa. Acha mimi nimpeleke tu. Yaani hapa tufunike kombe mwanadamu apite, tutajaza watu hapa. Kweupe? Baby hapa uondoke. Na ukiondoka na mke wako kwangu usikanyage. Tunaachana mimi na wewe basi. Iwe mwanzo na mwisho kama tujuane. Sasa wewe kusoma hujui hapa, hata picha ulioni. Wewe unaona hapa kikuchachafuka hali ya hewa hapa. Acha mimi nimpeleke aishe. Kwa hiyo mke wako ndo mwenye samani kuliko mimi mchepuko wako. Kweli nimeamini. Ile miuno yote nayokupa, style zote inainama, kifo cha mende, na kukatikia miuno yote, bado hujalizika, si ndio? Sasa hayo maneno unatoa wapi? Nenda. Mimi nimekwambia narudi. Ila ukiondoka na mkeo kwangu uone kama kituo cha polisi na namba yangu fute. Sitaki mazoea. Tufanye kama tujuane. Haya mtwende, kama tunaondoka tuondoke sasa. Unaona? Mimi ndo mke wake. Mchepuko dabaki tu kwa mchepuko hivyo hivyo. Yaani baby style zote ninazokupa chumbani, kila style mimi kifo cha mende, miguu chali, kinainama na kupa wewe. Unaona mimi mchepuko sina samani, mkeo ndo mwenye samani. Kweli nimeamini. Mchepuko ana samani. Sikiliza my sweet bwana. Hapa tufunike kombe mwanadamu apite. Si unanielewa? Acha tu mimi nimpeleke. Mtarudi. Hayo maana mkiongoza njia. Twende tu na. Sawa, ondoka na mkeo. Mimi hapa kwangu usirudi. Iwe mwanzo na mwisho. Ukiona kama kituo cha polisi. Sasa wewe kusoma hujui, hata picha tu hiyo ni hapa. Sitaki bwana, nenda bwana mke wako. Kwa nini nataka tubaki naye hapa hapa? Hebu kuwa muelewa na wewe bwana. Wewe ukono. Yaani sisi michepuko tunaonekana tuna samani kuliko wake zao. Sibiri. Akija nitamuonyesha kazi. Hodi. Nikusaidie nini? Hivi Kibula, utaendelea kuniuliza maswali yako kijinga mpaka lini? Nimefuata nini na maana wewe leo nilichokifuata hapa, si ndio? Hivi Leila, hivi unataka mimi niongee mara ngapi labda? Au unataka mimi niongeeje ili unielewe? Sikiza nikwambie Kibula. Hii mimba ni ya kwako. Ukatae, ukubali. Hii mimba itabaki kuwa ya kwako tu. Leila, unataka nikubali nini? Hebu niambie vizuri, unataka nikubali nini ambacho wewe ukielewi? Yaani unataka mimi nikubali nini ambacho wewe ukijui kutoka kwangu? Sasa sikiza nikwambie. Mimi nishajua tayari nini unaona.
Nadhani wewe utakuwa unaogopa kwenda kusema kwa wazazi wangu, labda atakupeleka polisi. Sio hivyo Kibula, hata salamu tu. Au basi nikubalie mimi, afu kifika nyumbani nikataa. Unataka salamu sio? Haya. Sasa hizi. Leila, nilishasema tafuta mwenye huo ujauzito, ila sio mimi. Sawa? Tena naomba usinifuatilie kabisa. Yaani usifuatilie maisha yangu, nakwambia kabisa. Kibula, sasa atakuwa nani mwingine? Wakati unajua kabisa wewe ndio mtu wa kwanza kutoa usichana wangu. Kutoa usichana wako? Ni moto nimeupeleka wapi? Wewe unatembea nao unazurura nawe? Ni uchukue mimi naupeleka wapi? Aha. Sikiza nikwambie. Naomba nikuulize swali. Hii mimba ni ya kwako au sio ya kwako? Ndio. Na mtoto akizaliwa wewe sio baba yake. Sio kwangu. Aha. Na akikua pia akifanikiwa sio wako. Naomba unijibu, si ndio? Sio wako. Unajibu. Sasa jibu ni hivi, ndio. Na usije ukanitafuta. Naondoka na usinitafute. Leila. Leila. Hapana. Fatuma shoga yangu. Wewe soma tu rafiki yangu. Yaani maisha mtaani magumu kushinda hata tulivyokuwa tunafikiria. Rafiki yangu nilikwambia, endelea na masomo. Wao wanaume sasa hivi wadanganyifu. Huyo Kibula kila siku Kibula haya. Matokeo amekugeja uzito hapo amekukataa. Unajua nini? Siku zote hizo nilikuwa naishi na Kibula. Sikujua kabisa kama anadanganya. Mara leo aniletee chipsi, mara leo anipe shingapi, mara kesho anifanyie hichi. Kumbe vyote ni uongo yani. Nilikwambia kuwa makini na masomo, achana na mahusiano. Acha tu. Yaani leo ndo naamini kwamba majuto ni mjukumu. Na uja baada ya vitendo kabisa. Maana sasa hivi najutia aliyakuwa nishafanya kila kitu. Matatizo yote hapo kwangu. Na kuhusu uko nyumbani hata sielewi. Yaani nimekuwa kama vile mtoto yatima aliyetolewa kwa wazazi wake na kupelekwa kwa ndugu ambao hawampendi. Hila. Mbona serikali imeruhusu baada kujifungua utaendelea na masomo? Nalijua hilo. Lakini sio rahisi kama unavyofikiria Fatuma. Unajua kuna utofauti mkubwa sana kati ya mtu akisoma tu akiwa kawaida kama wanafunzi wenzio na ukiwa na mtoto. Wakati huo utakuwa unaitwa mama. Elewa maana ya mama Fatuma. Lakini Fatuma, hata wewe achana na huyo Juma. Maana ipo siku utakuja kulia kama ninavyolia mimi. Mimi nilipata funzo kupitia wewe. Mimi nita na masomo yangu, nitasaidia wazazi wangu baadaye. Basi sawa, acha mimi niende maana hata hivyo nilikuwa nahitaji niende clinic. Rafiki yangu nakuonea huruma sana. Ila sina cha kukusaidia na kiasi kidogo tu nitakusaidia. Fatuma rafiki yangu, najua ni kiasi gani unanipenda na kunijali. Lakini wewe pia ni mwanafunzi. Acha tu hiyo ukatumie shule. Yangu, mimi kama rafiki yako, leo wewe, kesho mimi. Ukiwa na shida, mimi nataka nikusaidie kama rafiki yako. Basi sawa rafiki yangu. Asante. Yaani bora hata nilivyokuona. Nilikuwa nakutafuta wewe. Uingie katika 18 zangu. Nakusikiliza. Hivi wewe mdada, kwa nini unapenda kuharibu starehe za watu? Wewe unaona kabisa pale tunabebikana pale, tunadekana. Tupo kwenye romantic. Sasa mbona kwa nini unapenda kuharibu mapenzi ya watu? Ila ni mali yangu, naifuata popote napotaka. Unatakaje? Mume wangu na uweze unifanya chochote. Sio mume wa mtu. Wewe umeshindwa kuenda hiyo ndoa yako. Hujui mapenzi. Kila siku nakwambia tu dadangu, wewe mapenzi hujui. Mimi nimekuzidi. Kwa sura hunipati, kwa rangi hunipati, kwa shepu hunipati. Huko. Mbona siku ile nimekuja kwako na nikamchukua nikaondoka naye? Sengebaki kwako. Hajalishi. Akiwa kwako ni wa kwako, akija kwangu ni zamu yangu. Kwa hiyo kuwa na mipaka, la sivyo
Tutaonana baba mimi na wewe. Hatujaolewa wakiwa wawili mama. Unanielewa vizuri? Ile sio ndoa ya Kiislamu, kwa maana kwamba leo ataenda kwa mke mdogo, ataenda kwa mke mkubwa. Ile ni ndoa ya Kikristo. Ni ya kwangu na natamba naye. Labda tu nikwambie tu dada yangu. Yaani kwako kafuata huko chini, ila kwangu mimi hapa nimefuata sasa huko dada. Sasa mama, kati ya mimi na wewe nani anafuata chini? Mimi ni mke, nipo ndani. Wewe ni mchepuko, umepangishiwa. Mimi nalala naye, hata kama atatoka ataenda kuzurura, lakini atarudi kwangu. Unajulikana wapi wewe? Nani anayekujua wewe? Hebu niambie, nani anayekufahamu wewe? Mama, mtaka kujificha ficha, lakini nayefahamika ni mimi. Hata akifa leo yule ni wa kwangu, atakuja kwangu mimi, sio kwako wewe. Eti Ndio. Sasa wewe naona iko kimdomo chako kitakuja kukuponza. Wewe unatamba kwa ajili ya hiyo mimba. Sasa subiri. Tuone kama utajifungua hiyo mimba. Meaga kwetu, nitajifungua na mtoto utakuletea umuone. Eti Umesikia? Sasa ndo yako utaiona chungu. Sawa, nakusubiria. Eti mtu mwenyewe sura huna, Shipu mwenyewe huna, hata mwenyewe nimekuzidi. Sijui kakupendea nini. Sura sina. Niwe na nini sina, lakini ndo nimeolewa, nimewekwa nani na natamba naye. Wewe utabaki kuibia hivyo hivyo kila siku. Kwenda uko na uso wako kageza kwa hapa.